Historia yangu mimi kwenye mambo ya Muslim Welfare Society. Hii Muslim Welfare Society imetukuta Tabora hapa tukiwa tuna jumuiya inayoitwa Anjuman Himayat al-Islamia. Hii Anjuman Himayat al-Islamia ilipokuja jumuiya ya Muslim Welfare Society, tukaombwa tujishirikiane nayo na tuivunje ile na Anjuman. Tukaungana na jumuiya ya Afrika Mashariki ya East Africa Muslim Welfare Society, na mimi kwenye hiyo East Africa Muslim Welfare Society nilikuwa katibu mkuu wa mkoa wa Muslim Welfare Society. Naam, unakumbuka ilikuwa ni mwaka gani? Kwenye nyuma ya mwaka wa kama 58 ndio imeingia Muslim Welfare Society hapa Tabora. Naam, labda kwa wakati huo, kabla ya kuanza harakati hizo za kisiasa kwa ujumla na masuala mazima ya kidini, awali maisha yako ulikuwa ukijishughulisha na nini haswa? Maisha yangu mimi nilikuwa nafanya shughuli za biashara na ni fundi sana nilikuwa. Ni kipaji tu ambacho umezaliwa nacho ama taaluma hiyo ulipata wapi kwa ujumla? Nilifundishwa na ndugu yangu mmoja akiitwa Mkuta Swedi. Ndiye alinifundisha shughuli za ufundi wa saa. Naam, tuizungumzie sasa hii East African Muslim Welfare Society kama ulivyozungumza kwamba nyie ndio mlikuwa waasisi. Tupe basi historia hii ya hii East African Muslim Society Welfare Society, ilikuwa vipi muundo wake na mlianzisha vipi na mlikuwa mnapata vikwazo gani katika wasaa huo? Muslim Welfare Society ni chombo ambacho ukweli ni kwamba kilikuwa kinatupeleka vizuri, na viongozi wa juu kwa Afrika ilikuwa ni Aga Khan na Nasser, Abdul Nasser wa Misri. Hawa ndio walikuwa wanaiongoza Muslim Welfare Society kwa Afrika, sio kwa Tanganyika tu, yote. Na kwa nchi ya Tanganyika au Afrika Mashariki alikuwa kiongozi Abdalla Fundikira, ndio kiongozi wa Afrika Mashariki, naye akiwa anaitawala Kenya, Uganda na Tanganyika. Tanganyika yenyewe ikiwa inatawaliwa na Tewa Saidi Tewa. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Nini yalikuwa majukumu ya East African Muslim Welfare Society? Majukumu ya East African Muslim Welfare Society inafurahisha kwa sababu kwanza iligundua kwamba kelele hazifai, kinachofaa ni kitendo. Ikaanza kufanya vitendo vya kufungua mashule ya Waislamu wenyewe yanajengwa, misikiti inajengwa, na taabu yake ikawa ni kwamba mkichanga nyinyi Waislamu muda au kiasi chochote, mkiwa mna milioni 10 mtaongezwa milioni 10, mkiwa mna 200 mtaongezwa 200. Hivi ndivyo ilivyokwenda shughuli hiyo ya Muslim Welfare Society, na ukweli ni kwamba tulikuwa tunakwenda vizuri na Waislamu waliitika vizuri hii Muslim Welfare Society. Na katika wakati huo wa East African Muslim Welfare Society ilikuwa katika nchi nzima ya Tanganyika au ni katika baadhi ya mikoa tu hiki chama kilikuwa kikifanya kazi zake? Ilikuwa nchi nzima, toka mwanzo wa reli Kigoma mpaka Dar es Salaam. Mikoa yote ilikuwa na Muslim Welfare Society, na hii ndio ilileta tabu kidogo kwa sababu ya kuwa mikoa yote ilikuwa na Muslim Welfare Society. Hawa jamaa zetu au Nyerere tuseme kwa kifupi, alipofanya mipango yake kutaka kuihujumu hii Muslim Welfare Society,
akatengeneza kamati ikapita ndani ya nchi ili Waislamu watangaze kuihujumu hiyo Muslim Welfare Society kwamba wamejitenga nayo. Na kwa bahati ni mikoa 8 kwenye mikoa 28 ndio waliotangaza kujitenga na Muslim Welfare Society, lakini mikoa mingine yote, na huu ni mkoa mmoja wapo ambao sasa sijui kama na wengine walikuwa wanapewa pesa, lakini mkoa huu mimi kama katibu na nilikuwa nitangaze kujitenga na Muslim Welfare Society, niliahidiwa 40,000 lakini sikukubali kupokea 40,000 kujitenga na Muslim Welfare Society. Katika pilika yao wakapata mikoa 8 kwenye mikoa 20. Hivyo Nyerere na wenzie wakawa wamefeli, ikatumika nguvu kuiua Muslim Welfare Society. Na wakati huo Said Maswanya akiwa ndiye waziri wa mambo ya ndani. Ofisi zetu za Muslim Welfare Society zikapelekwa kufuli mpya na askari na bunduki. Baada ya kumalizika kikao chao kile cha Iringa huko, ndipo wakaja wakakabidhiwa. Si tunakwenda kutaka kufungua ofisi, tunarudishwa na maaskari kwa sababu askari yuko mlangoni, kufuli yuko mlangoni, bunduki anayo. Wakafunguliwa wale, akaunti wakakabidhiwa wao, kila kitu kikakabidhiwa hao kina BAKWATA. Hii ndio hali ilikuwa kwa wakati huo. Asante sana ndugu mtazamaji, hiki ni kipindi maalum ambacho tunataka kujua ukweli juu ya historia ya Tanzania katika masuala mazima ya kisiasa, na tunayezungumza naye, tunayehojiana naye ni mzee wetu, mzee Bilali Rehani Waikela, kama alivyotanguliza hapo awali kwamba yeye ni mwanaharakati mkongwe katika masuala ya dini na siasa kwa ujumla, na ni hazina pekee iliyobaki katika nchi yetu hii ya Tanzania. Na ndio maana tukaona ni muhimu leo tukaweza kupata ukweli juu ya mambo ya kihistoria ndani ya nchi yetu hii ya Tanzania kwa ujumla. Mzee wetu Waikela, Naam. Tukizidi kuzungumza nawe katika wasaa wetu huu, unafikiri labda nini hasa sababu iliyopelekea mpaka ile mikoa 8 wao wakaamua kujitenga na hii East African Muslim Welfare Society? Mimi nafikiri kilichotumika ni fedha, sio mapenzi. Kilichotumika ni fedha, kwa sababu hata wajumbe waliokuwa wanatembea walipata kufanya kikao na mimi pamoja Tabora hoteli, kutaka kuona kwamba ile 40,000 nimekataa vipi na kwa nini nimekataa na kwa nini sitangazi. Jibu langu niliwajibu kwamba nasangazwa na Uislamu Tanzania hauna Baitul Mali, lakini nyinyi sasa hivi mnatembea na mandege, mnatembea na mabenzi, mnalala Tabora hoteli, mahoteli ya kifahari, wakati Uislamu hauna Baitul Mali. Hizi fedha mnazozitumia kwa harakati zenu mmezitoa wapi? Huu ulikuwa mwanzo wangu wa kwanza kuvurugana na hao mabwana. Kwa hiyo na hakika kuna uwezekano kama mimi niliahidiwa 40,000, basi kuna wengine labda waliahidiwa zaidi ya 40,000 wakatangaza. Lakini Uislamu haukuwa na pesa, na hauna pesa mpaka sasa hivi. Za kweli utakwenda benki ukachukua bilioni 3, lakini walikuwa wanatembea kifahari na delegation yao si moja, watu zaidi 5 6, kulala hoteli ya kitalii, tembea na mabenzi, kuruka na ndege mpaka kumaliza nchi. Kwa hiyo nafikiri kilichotumika muhimu ni fedha. Naam, sasa basi mzee Waikela, Naam. Tumeipata historia hiyo ya East African Muslim Welfare Society.
Lakini bado kuna maswali mengi katika wakati huo. No. Wakati huo wa East African Muslim Welfare Society, nchi ilikuwa chini ya serikali gani? Muslim Welfare Society imekuwepo kabla ya serikali ya 5. Serikali ya Muingereza ipo, Muslim Welfare Society ipo, na ndio ilikuja kuvunja hii Anjumani Himayatul Islamia. Tulikuwa na vitengo vyetu, kila watu na sehemu yao. Walikofia nini wao mpaka kaamua wavunje hiyo Anjumani? Watu wa Muslim Welfare Society hawakuwa na hofu, walikuwa wanajua kwamba uzuri wa Uislamu kuendesha ni kujiunga kuwa kitu kimoja. Na hili kwa sababu tunajua dini yetu inataka umoja, na hawa jamaa wamekuwa wanatushauri kitu kimoja, tuvunje Anjumani Himayatul Islamia, tuingie kwenye chombo ambacho kitatuunganisha wote. Tulipokuwa na Anjumani Himayatul Islamia hatukuwa tuna mkutano na watu wote, ila baadhi ya wazee wa nchi, kama kwa mfano kukiwa kuna vurugu Kigoma za Uislamu, wanapata kuchukuliwa na serikali ya Kiingereza, sio na chombo cha Kiislamu, na serikali ya Kiingereza ilikuwa inafanya hivyo. Serikali inachukua watu wazee wenye heshima zao, wenye uwezo wa mambo ya dini, au kina Sheikh Abdallah Saleh Al-Farsi. Tulikuwa na makitalafu nyingi pengine za Zuhuri na Aljuma nini, wanapita wanakwenda amua kwa pesa za serikali ya Kiingereza, sio hii tuliona. Sawa. Na labda katika wakati huo basi kulikuwa na chama kingine cha dini nyingine tofauti na East African Muslim Welfare Society kilichokuwa kifanya shughuli za kijamii kwa ujumla na kidini? Hamna. Kilikuwa Muslim Welfare Society Tanganyika nzima ndio ilikuwepo, na kuweko kwake yenyewe baada ya kila mkoa au kila wilaya, baada ya kukubali kuungana ikawa kitu kimoja. Tukifanya mikutano tunafanya ya pamoja, watu wote Mbeya, Iringa, wapi tunakutana kwenye mkutano wa Kiislamu pamoja chini ya viongozi wetu hao. Na mashallah siku zile ilikuwa siku nzuri, sijui kama siku hizi. Siku zile ilikuwa hata hawa mabalozi wa Kiislamu walikuwa wakihudhuria mikutano ile ya Muslim Welfare Society. Sijui sasa kama kwenye BAKWATA wanahudhuria. Tunashukuru sana. Hiyo ilikuwa ni historia ama taarifa ilivyokuwa East African Muslim Welfare Society. Sasa mzee wetu Waikela, mwanaharakati katika masuala ya kidini, sasa turudi katika harakati za masuala ya kisiasa. Historia yako labda kwa ufupi, ni lini ulianza harakati za kisiasa? Nasanga naweza kusema bado ni kwamba ni siasa. Mimi nilikuwa nasoma shule yetu ya primary school hapa Mission Primary School, na mwalimu wangu hasa alikuwa anaitwa Peter Malole. Huyo Peter Malole ndiye alikuwa mwalimu wangu, lakini nafikiri na yeye alikuwa na chuki na wazungu. Sasa anapokuja padri kutufundisha wimbo Sala ya Mfalme George, unausikia wimbo Sala ya Mfalme George, mfalme wa nchi hii, anapotamka hivi mfalme wa nchi hii, yule mwalimu wangu inamuudhi. Akimaliza kutuimbisha yule padri, akitoka yule mwalimu anatuambia, "Nyinyi, hii nchi hapana ya Mfalme George. Hii nchi kakabidhiwa tu Muingereza atuendeshe." Sasa huyu anakuja kututaka na saa sisi kwenye wimbo tumtakie na kheri huyu Mfalme George. Hapana, mfalme wetu, hii nchi ya kwetu wenyewe, na mfalme sio George. Na fundishwa ya namna hii 1940 yalinikolea mimi kwa yule mwalimu, nikajua
Mwingereza si mwenye nchi. Hata nilipoondoka mimi nchi hii hapa Tabora kwetu, nikaenda kutafuta maisha Shinyanga 1945. Ilipofikia 45 akaja polisi mmoja akiitwa 31, akaleta vurugu za kuhamisha watu wasiokuwa wa Shinyanga wahame, watoke warudi makwao walikotoka. Akafanya shughuli na mimi ili kunihamisha, mimi nikakataa, nikakataa kabisa. Alivyoona jeuri yangu akabidi anishtaki kwa DC. Mahakama siku zile DC na nani ndio mahakimu wenyewe siku zile. Nikashtakiwa kwa DC akiitwa Mr. Ax. Nilipokwenda mahakamani, DC akamwomba bwana polisi azungumze. Bwana polisi akazungumza aliyokuwa anayazungumza. Hataki huyu kuhama nchi. Bwana DC akaniuliza, wewe kwa nini hutaki kuhama nchi hii? Nikamwambia siwezi kuhama mimi nchi hii. Sijui kwamba nihame hapa niende wapi. Sio kwenu Tabora. Nikamwambia Tabora kwetu, hapa kwetu. Mimi na uhuru wa kwenda popote. Au kama nikiwa Tabora naweza kukaa mtaa wa Gongoni, nikichoka nitakwenda mtaa wa Isebia. Hii ni nchi yetu. Kama anataka nihamishe anipeleke Uingereza. Na hata hivyo atataka mimi ni anipe posho kule Uingereza. DC mzungu akaona, hawa wazungu wengine walikuwa wafalme kweli, na hawa maaskari, askari ni askari. Kwa mimi nafsi yangu ninavyojua mpaka sasa hivi, kwa kesi ile najua kwamba anayepewa utawala basi hekima yake tofauti na askari. DC akamuonya askari yule, muache. Kwa akili yangu tu nikajua amemwambia ni muache kwa sababu huyu atakuja leta fikra zingine kwa watu wengine, zitaenea, mwache ende zake akae. Haya, tumekuja tumekaa kama ilivyo 52 au 51 nimekuwa hapa. Nilipokuja hapa kwetu nikawa nimejiunga na watu wa michezo mpira, The Young New Strong Football Club. Na maana ulikuwa mchezaji mpira mzuri wakati huo? Hivyo, lakini nikajiunga kwenye hicho chama cha Young, nikawa nimechaguliwa kuwa katibu msaidizi. Secretary assistant wanasema siku zile, msaidizi wa katibu wangu akiwa Shabani Mohamed Silabu au Shabani Kichwa, yeye ndo akiwa katibu. Tunashughulika na mambo ya mpira. Sasa ikaja baadhi ya watu wanatoka hapa, wazee wetu wanakwenda kwenye delegation kwenda kwenye mkutano wa Tanganyika nzima. Sasa hapa pakatoka Pacha, pakatoka na Mzee Fundi Muhindi, pakatoka na hawa wawili, Pacha na Fundi Muhindi. Nyerere alikutwa yuko huko. Wapi? Huko Minaki. Lakini kabla ya kwenda Minaki, Nyerere alifikia hapa na akawa mwalimu pale Santa Mary. Kabla ya kuwa mwalimu Santa Mary, alipokuwa huku Makerere, wakiwa pamoja na Abdalla Fondikira. Abdalla Fondikira akatoka mapema yeye kutoka Makerere kuja
Alipokuja hapa akaja akanasihi. Sisi zamani vijana tulikuwa na klabu zetu za mipira na za starehe, na kwenye vilabu vya starehe vile vile pale pana chai pana nini mnanunua na bla bla, hii ya mambo ya siasa, mambo mengine inapigwa pale, unaona. Akaja akasema Fundikira amemwacha Nyerere kule, unaona. Kipindi hicho Fundikira yeye anakuja kutokea wapi hasa? Alipotoka huko kuna hii, lakini kwao ni hapa. Yes, kwa hapa maili mbili hapa. Tabora hapa. Tabora hapa ni si mtoto wa chifu. Mzee Saidi Fundikira. Sasa anakuja kwenye klabu ile kuzungumza na wenzie kina Abdalla, kina Maulidi Kivuruga, Abdalla Kivuruga, kina Hatibu Hemedi, vijana wa Tabora wenzie pamoja. Akaja akaomba kwamba anakuja Nyerere mwaka unaoishia huu, atakuja tumpokee kwenye ile combine club. Hiyo club ya kufanyia starehe ni combine club. Tumpokee. Wakamuuliza kwa nini? Akasema anaweza kawasomesheni hata night club. Akamwambia tuna shida sisi kupokea Mkristo bwana. Mkristo siku zile anaitwa Mkatonda, na kweli mji huu ulikuwa sidhani kama Gongoni hii yote kulikuwa kuna Wakristo hata wane tu, acha wawili, wane mji wote. Wakapishana, kama ni night club kuna watu wanatusomesha siku zile. Kuna vile vile watu wamefahamu kama alivyosema ile kijana jana hii Ilunga, watu walikuwepo kina Dachi Mbaruku wakisomesha hiyo night club, kina Nasibu Jaha wakisomesha hiyo night club. Lakini huko na huko ikaonekana basi apokelewe. Alipokuja kwenye kupokelewa, sio akapokelewa akawa chochote kwenye hii, unaona bana. Akapokelewa na klabu ile, na wazee walikuwa na duka lao. Haya, akafanywa sekretari wa duka Nyerere. Kipindi hicho mwalimu akafanywa Santa Mary, akafanywa katibu wa duka mpaka anaondoka hapa. Lakini kuna sehemu ya mambo anayoyapata wazee wa mjiundo wao, nimekuonesha na makaratasi yao, mambo ya siasa kwao. Mambo ya siasa kwao yamekuja, yanajulikana, yameiva. Lakini yeye kaja wakati ule hana chama na si mwanachama na hana ukubwa wa chama chochote. Kaja kama mwalimu. Unasikia, na mpaka leo mimi natangaza na hivi ninazungumza kwenye hii, atokee mtu mashuhuri katika wanaomjua Nyerere kwenye 1950 atamke alikuwa mwanachama wa chama gani Nyerere. Hakuna, hawezi kupatikana. Natamka kwenye hili lichombo na watu watasikia huko duniani. 50 mpaka 52